viongozi wa upinzani wanamtaka Rais William Ruto na serikali yake kuangalia upya fidia ya waathiriwa wa maandamano. Wakizungumza huko Kwale, viongozi hao wanasema fidia iliyopendekezwa haiwiani na mateso na mahangaiko waliopitia waathiriwa hao. Aidha, wameishutumu serikali kwa kushindwa kudhibiti gharama ya maisha inayozidi kupanda. Vinara wa vyama vya upinzani walitua Kwale wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa. Gachagua akirusha kombora la kwanza kwa kuisuta serikali kwa madai ya usimamizi mbaya wa mali asili. Hiyo minerals iko Mlima Hill inatosha kujenga mashule Kwale, iweke barabara, iweke maji kwa kila boma na stima. Kasongo na Joho wamenyakua Mlima Hill, wameshikana na Wachina, wana harvest hiyo minerals, wanauza hiyo pesa, wanajisaidia. Akirejelea swala la fidia kwa waathiriwa wa maandamano nchini, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alikosoa mpango huo unavyoendeshwa na haswa fedha zilizotengewa shughuli hiyo. Kwa hivyo kusema milioni 3 ni kama kudharau maisha ya watoto wa Kenya. Kwa hivyo nasema hapa, tukiwa hapa Samburu leo Kwale, minimum iwe ni milioni 10. Swala la bei ya juu ya mafuta pia ikitajwa kama ambayo inaongezea wananchi mzigo mkubwa wa gharama ya maisha. Mafuta hii kapanda up, hapa nauli imepanda haijapanda. Sasa pipeline iliyokuwa inatoa mafuta hapa inapeleka Uganda pia ameuza. Ameuzia Museveni wa Uganda pipeline yenu ya Kenya. Refinery imeenda. Na ati anaambia Museveni, wewe nunua pipeline, alafu mimi nikuje nikujengee refinery. Kijana mpo, mwena mawera. Katika kaunti ya Kirinyaga, kinara wa PLP Martha Karua aliikosoa serikali kwa kukosa kushughulikia swala la uchumi ambao unawaweka Wakenya katika hali mbaya zaidi. Ile shida tuko nayo hapa Kenya ni ya ufisadi na kutojali sheria. Pesa yetu ile inakusanywa kwa kodi inatumika vibaya na mabwenyenye wale wamechaguliwa kwa serikali na marafiki zao. Serikali ya Martha Karua na PLP itageuza hiyo yote kuona ya kwamba sheria za Kenya zinafuatwa. Viongozi hao wakiitaka serikali iwajibikie masuala iliyoahidi kufanya ili kuimarisha maslahi na uchumi wa Wakenya badala ya kufanya siasa na mambo muhimu kama vile afya na elimu.